Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 Mahujaji katika matumaini. Wapendwa katika Kristo, leo tunaadhimisha Dominika ya 28 ya mwaka cha wa Kanisa. Ningependa katika tafakari yangu nianze kwa tafakari masomo ya leo, alafu sehemu ya pili nitajikita katika kuwapa dira yangu ya kichungaji, kwa kuwa niko katika ziara ya kichungaji hapa. Somo la kwanza na la Injili yanatualika tuwe watu wa shukrani, na somo la pili linatualika na kututia nguvu kwamba tuwe tayari kukabili vipingamizi ambavyo vinaweza vikawepo katika kutangaza Injili kama Paulo alivyovikabili. Tumesikia kutoka katika somo la kwanza, Naamani alikuwa mgonjwa mwenye ukoma, na akaenda kwa nabii Elisha. Mtu wa Mungu akamwambia aende, na nabii huyo anamwambia ili apone aende achovye mara 7 katika mto Yordani, naye atapona. Na kwa kuwa alifanya hivyo, huyu Naamani alipona. Kwa kupitia ugonjwa huu, Naamani anatambua ukuu wa Mungu, kama tunavyosoma katika mila na desturi za Wayahudi. Ugonjwa wa ukoma ulionekana ni ugonjwa usiotibika. Ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unaashiria laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba mtu ametenda dhambi. Ugonjwa huo ulimdhalilisha mtu na utu wake, hivyo alipaswa kutengwa na jamii yake, na kila mara alipokuwa anakutana na watu ilibidi ajitangaze kuwa yeye ni mkoma, ili mtu asimkaribie, na kama angemkaribia angeweza kumwambukiza. Licha ya kwamba huyu Naamani alikuwa hodari, alikuwa kamanda wa vita ambaye alikuwa hodari, lakini uhodari wake ulififia kwa sababu ya ugonjwa, na huyu kamanda alikuwa mnyonge kweli kwa sababu ya huo ugonjwa. Na tunavyoambiwa katika mila na desturi, mtu aliyekuwa ameugua ugonjwa huo ilibidi aende, kama anapona ilibidi aende ajionyeshe kwa makuhani mpaka wathibitishe kwamba huyu mgonjwa amepona. Tumesikia katika somo hilo, huyu Naamani baada ya kupona anamshukuru Mungu na anaanza kutangaza makuu ya Mungu. tunaona kwamba anataka hata kumpatia zawadi
yule nabii Elisha, lakini nabii Elisha anakataa. Tunalojifunza kutoka kwa huyu jemedari ni hali yake ya kutaka kutoa shukurani baada ya kupona, na anatambua kwamba Mungu ndiye wenye kupewa sifa na shukurani, maana amemponya ugonjwa wake wa ukoma. Na anaongezea kusema kwamba hakuna Mungu yoyote katika Israeli ambaye inabidi apewe sadaka na dhabihu za kuteketezwa isipokuwa Mungu wa Israeli peke yake. Kwa hiyo anakataa kwamba wengine ni miungu, lakini Mungu ni mmoja wa Israeli anayepaswa kupewa sifa. Na kwa kupona kwake huyu jemedari anabadilisha maisha yake, anamuongokea Mungu. Hivyo jemedari anakiri kuwa Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuponya magonjwa na sio miungu. Wapendwa, tunaposikia kisa hiki au simulizi hili, na sisi inabidi iwe funzo kwamba Mungu ndiye anayeweza kuponya magonjwa na sio waganga wa kienyeji. Mungu ndiye anayeweza kumaliza shida zetu zote na sio waganga wa kienyeji. Hata ikitokea kwamba umeponywa na waganga wa hospitalini, lakini utambue kwamba aliyekuponya ni Mwenyezi Mungu kupitia waganga wa hospitalini. Na inawezekana ukaponywa kwa kupitia waganga wa kienyeji au madawa ya kienyeji, lakini kila mara hao waganga wasichukue nafasi ya Mungu. Tutambue kwamba Mungu pekee ndiye mwenye uwezo wa kuponya, ndiye mwenye uwezo wa kuumba, ndiyo mwenye uwezo juu ya maisha yetu. Kwa hiyo ninawaalika wagonjwa wote au shida zozote zile tulizonazo tuzilete kwa Mungu, na tumaini na imani yetu iwe kwa Mungu. Wapendwa, tumesikia katika somo hilo la kwanza, huyu Naamani aliambiwa na nabii Elisha aende achovye kwenye maji ya mto Yordani mara 7, naye akafanya hivyo. Huyu anazingatia masharti ya nabii Elisha anayemwelekeza. Nasi tunashauriwa na kualikwa kwamba tunapokuwa tumeugua, ukipewa masharti ni vizuri ukayafuata. Ingawa wakati mwingine huwa atufanyi hivyo. Mtu mwingine anaugua
lakini baadaye anaambiwa aache sukari au aache vyakula fulani fulani au aache pombe na vitu vingine kama hivyo. Lakini mwingine akirudi anasema akashukali na ukarekera kweli, akashukali ninenga tina ukarekera ango twarwa na uturekera otwarwa tina ugiraki tina uturekera. Ndugu zangu, tusipofuata masharti tutaangamia, au mtu mwingine atakufa ambaye anakuwa ameambiwa masharti. Vivyo hivyo ninawaalika tunaposali mjue katika sala zetu inabidi tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa imani kuu. Wapendwa katika Kristo, tumesikia somo la Injili, maudhui yake yanashabihiana na somo la kwanza. Tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo anawaponya watu wenye ukoma 10, lakini ni mmoja anayerudi kutoa shukrani na ambaye alikuwa Msamaria. Neno Msamaria lina umuhimu sana. Ni kwamba watu wa Samaria walikuwa wanaonekana ni watu ambao hawajastarabika, ni watu ambao walikuwa na uadui na wana wa Israeli. Kwa hiyo anaporudi kutoa shukrani anamshangaza Bwana wetu Yesu Kristo na anawashangaza hata wale waliokuwepo. Lakini wale wengine 9 hawarudi. Wataalamu wa Biblia wanasema kwamba wale wengine ambao hawakurudi huenda wanawakilisha sisi sote ambao huwa haturudi kutoa shukurani. Kama tunavyojua ndugu zangu, huwa tunaomba kwa kilio kikubwa, mimi nifanikiwe, nisafiri na kurudi salama, mimi nipitie mitihani hii vizuri, mtoto wangu ashinde mitihani vizuri. Na wakati mwingine tunasema watoto wetu wafanikiwe katika maisha yao, na wengine wanasali nifanikiwe nipate mchumba mzuri ambaye atanitunza, watamtunza. Wengine wanaomba ili biashara zao zifanikiwe. Wengine wanaomba wagonjwa wao wapone, au yeyote anayekuwa na mahangaiko hayo Mwenyezi Mungu aweze kumuondolea. Lakini Mungu akisha tujalia huwa atukumbuki kutoa shukurani. Huwa kila mtu akishapata anasahau, akumbuki kwamba alikuwa anaomba kwa mahangaiko makubwa na alikuwa anamlilia Mungu kwa kumuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo ninawaomba tuwe watu wa shukrani.
Hivyo somo la Injili linatukumbusha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kushukuru kama yule mkoma Msamaria ambaye alirudi akamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuwe na sisi watu wa shukrani tunapotendewa fadhili. Inawezekana akawa Mwenyezi Mungu ndiye amekutendea fadhili, inawezekana hata akawa ndugu yako, akawa rafiki yako, au akawa jirani yako, au akawa mtu ambaye umfahamu. Lakini ni vizuri kutoa shukurani. Mimi nimewahi kufundisha hata na mapadri walioko nyuma, hawa wote wamewahi kufundisha sehemu mbalimbali, na hasa katika seminari yetu ya Rubya. Unaona vijana wanahangaika, wanatafuta school fees, wazazi wao wanahangaika, wanatafuta school fees, lakini kijana akishamaliza kidato cha 4 hata hawakumbuki kutoa shukurani kwa yule aliyowasaidia kupata school fees, na hawakumbuki wakati mwingine vijana hao kuwashukuru walimu wao. Na wengine wanadhani kwamba yeye ameshinda kwa sababu alikuwa na akili na alikuwa na uwezo. Lakini kukumbuka kwamba mwalimu wangu alikuwa anahangaika, au wazazi wangu walikuwa wanahangaika, mara nyingi vijana hawakumbuki. Mna vijana hapo kijijini ambao wengine wamefanikiwa, na wakati wanaenda shuleni, labda mzazi alikuwa anahangaika karibu kijiji kizima au kitongoji kizima akiomba watu wamsaidie ili mtoto wake aweze kusoma. Na wakati mwingine mzazi mwingine anauza shamba. Hayo ni mambo ya kawaida. Na wengine wakati mwingine wanatengeneza pombe, na hayo ni mambo ya kawaida. Lakini mtoto akisha maliza hayo yote hata hawezi akakumbuka, na abakiyo bino anga bandi bamweta msongoro bino. Ninalowaomba au masomo ambalo wazo linalo masomo haya yanatuletewa wazo kwamba tuwe tayari kutoa shukurani, tuwe watu wa nini? Wa shukurani. Ninawaomba muwafundishe na watoto wenu wawe watoto wa nini? Wa shukurani. Na nyie watoto mlio hapa, na waomba muwe watoto wa nini? Katika maisha yenu, kuwashukuru wazazi, kuwashukuru walimu wenu, kuwashukuru kila mtu ambaye amekutendea wema. Kuweni watu wa shukrani kama tulivyosikia Wasamaria. Samaria alikuwa tayari kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na nyie muwe tayari
kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na hawa vijana wenu ambao wako mashuleni, ambao wanafanya kazi, ni kuwakumbusha, lakini watoto wenu mnapowalea ni kuwafundisha taratibu wakiwa wadogo. Anapopewa kitu chochote ashukuru, na hapo ndipo tutajenga utamaduni wa watu kufanya nini? Kushukuru. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuwe watu wa shukurani. Somo la pili, tumesikia Mtume Paulo akimwandikia Timotheo kwamba yeye aliteswa kama mtenda mabaya kwa sababu alikuwa anatangaza habari njema, na yeye alifungwa, lakini anasema neno la Mungu alifanya nini? Harufungwi minyororo. Na ndivyo inavyotokea. Watu wengine wamebatizwa, labda anakasirishwa kidogo, anaanza kulaani na anasema kanisani sitakuja, lakini imani inafanya nini? Inaendelea. Na sehemu za ulimwengu huu, kwa mfano, mtu mmoja wapo ambaye alikuwa na nguvu, alikuwa ni hawa baadhi yao walikuwa madikteta kama Mussolini na Hitler, lakini hao hawakufanya mengi, ila aliyekuwa anataka kuiondoa dini alikuwa ni Napoleon. Napoleon alitaka kuondoa dini ya Ukristo, na baadaye akawa amemuua Baba Mtakatifu. Akadhani dini itakoma, lakini dini haikufanya nini? Haikukoma. Na inawezekana katika nyakati zetu, nyie mlio kijijini, mnaotangaza habari njema, mkakumbana na vikwazo vya aina mbalimbali. Watu wanaotaka kurudisha maendeleo ya imani nyuma, wale wanaoweka vigingi dhidi ya kanisa, dhidi ya imani, na wanaweka vigingi, wanadhani imani wataikomesha, lakini kumbe neno la Mungu alifanyi nini? Alifungwi minyororo. Na niye watoto wadogo, hilo mlifahamu. Ikifika wakati fulani ukakengeuka, au Mkristo yoyote akakengeuka, unakuta wengine, hasa wale waliokuwa wamesomea kule Urusi, waliporudi katika nchi yetu walidhani neno la Mungu watalifunga minyororo. Wengine hata fikira zao zilikuwa za ovyo ovyo, wanadhani labda mambo haya yote watayamaliza. Tunawakumbuka baadhi yao walikuwa wanajiita hawaamini Mungu yupo. Tuliwaona na tuliishi nao katika Tanzania, lakini mwishoni tunaambiwa neno la Mungu alifanyi nini? Alifungwi minyororo. Hilo watoto wadogo mlifahamu, neno la Mungu alifanyi nini? Alifungwi minyororo. Na watu wazima mlifahamu, neno la Mungu alifanyi nini? Alifungwi minyororo. Inawezekana
ukakosa kitu cha kuchangia, inawezekana ukakosa nguvu za kuja kanisani, lakini usiseme maneno mabaya dhidi ya nini? Dhidi ya kanisa. Sema batuita ni mchango, batuita sijui neki, batuita naki. Ujue kwamba neno la Mungu alifungwi minyororo. Wapendwa, hiyo ndiyo ilikuwa tafakari ambayo nilipenda siku ya Jumapili hii kuwapatieni Dominika ya 28 kuhusu masomo yetu ya leo. Na kwa kuwa niko katika ziara ya kichungaji ya parokia hii ya Katoma, ninapokwenda katika parokia, tangia nianze utume huu nilipopewa daraja la uaskofu, nimekuwa nikisitiza mambo yafuatayo. Namba 1, kufundisha watoto dini nyumbani na shuleni. Tunawaomba, kama mnataka imani yetu iende mbele, tujitahidi kufundisha dini nyumbani na mashuleni. Lakini tunajua sasa hivi familia zetu jinsi zilivyo. Huenda kule nyumbani hakuna dini kabisa. Hizo familia tulizo nazo, mama mmoja na baba. Kuna familia sasa hivi za wengi ni mama mmoja. Hakuna maisha ya familia. Na wakati mwingine mama anahangaika tangia asubuhi mpaka jioni. Au nyingine ni za baba na mama, lakini hawajali mambo ya imani. Hawajali kabisa mambo ya nini? Ya imani. Tunao mtoto anakuwa hivyo lakini amebatizwa. Na yuko shuleni. Na akienda shuleni huenda hakuna mafundisho. Wapi? Mafundisho ya dini shuleni. Walimu wa kumfundisha dini hawapo. Kwa hiyo sasa hivi kuna kitu kimezuka, kimeanza muda sio mrefu sana, kinaitwa kasifeta. Kasifeta, sijui mnafahamu maana yake. Viko katika sekondari, katika shule za msingi, kinaitwa nini? Kasifeta. Kasifeta lisikuangaishe sana kusema bagambalio kasifeta lisifanye nini? Lisikuangaishe. Ni mchanganyiko, yani kipindi cha dini kinafika. Sasa wanakuja walimu wa kirokole na wanataka watoto wote waende, wawe Wakristo, wawe Warutherani, wanataka waende kwenye darasa moja. Wanasema basi mambo, kwa kuwa walimu wenu hawakuja, njoo. Kwa hiyo inakuwa ni mchanganyiko wa darasa moja ambamo kuna kuwepo Lutheran, kuna kuwepo Wakatoliki, kuna kuwepo wale wa Pentekoste na madhehebu mengine, na hata wengine Waislamu wanaingia huko. Kwa hiyo kitu hicho kinaitwa kasifeta, kwa kuwa hakuna walimu wa nini? Walimu wa dini. Wanakwenda kwenye mchanganyiko huo, na anayewafundisha huko ni Mpentekoste ambaye haamini mambo ya masakramenti,
aamini mambo ya kwamba tunanasadiki na vitu vingi kwa kweli aviamini, kwamba tunakuja kwenye misa siku ya Jumapili, unampokea Bwana. Wenyewe wanapoingia kwenye naita ibada ya Jumapili, inakuwa ni nyimbo tangia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo ndiyo ibada yao. Wamemaliza na wamefanya nini? Wamerudi nyumbani. Sasa hao ndiyo unakuta watoto wetu wanakwenda kuwasikiliza, watapata nini huko? Lakini hiki kitu kimeenea Tanzania nzima, kinaitwa Tasfeta, mchanganyiko wa wanafunzi wa madhehebu yote wanaingia kwenye sehemu ambapo hawakupata nini, mwalimu wao kutoka dhehebu lao. Kwa hiyo ndugu zangu, baba paroko na kamati tendaji, muangalie kwa haraka shule zote zifundishwe dini. Shule zote zifundishwe nini? Dini. Yale watakayopata kwenye Tasfeta ndiyo hayo yatawafanya watoto wengi wasije kanisani, wasione umuhimu wa kuja kanisani siku ya Jumapili, wasione umuhimu wa kuungama, wasione yani mtu anatenda hivi. Na tutakuwa tunatengeneza kanisa na taifa ambalo halikulelewa dhamiri. Mojawapo ya kitu kikubwa tunachokipata kwenye sakramenti ya kitubio, dhamiri zetu zinalelewa. Lakini mtu akikosa kuja kwenye sakramenti ya kitubio, dhamiri inabutuka. Naiba, anakula rushwa, anazini, anasingizia, aoni kwamba ni nini? Ni dhambi. Na ndio tulipo hapo, ndipo tulipofanya nini? Tulipo tu anaongea uongo, lakini anataka watu wote waukubali kwamba ni nini? Ni ukweli. Na hayo mambo huenda ndiyo yametoka kwenye nini? Kwenye Tasfeta. Hakuna dhamiri. Mtu anaua, anatoa mimba, au anaua, lakini anataka aje kukomunika, na ukianza kumwambia kitu chochote anasema wewe nani amekufundisha mambo hayo? Na hapo ndipo tulipo. Kwa hiyo ninawaomba wapendwa waamini, tuzingatie hilo. Watoto kuwapeleka wapi? Shuleni. Watoto wafundishwe dini. Kitu kingine ambacho ninawaomba katika ziara yangu ya kichungaji ni kuwa na uzao. Kuwa na nini? Na uzao. Sasa wengine leo gambaki chwa bana baliomba tulema no kubalera tuina mahera ya kubatwara mshule mbwenu. Sasa itakuwaje? Tuongeze nini? Uzao tena. Naona mmejenga mambo mazuri hapa Katoma, mmejenga kanisa zuri, mmejenga pale nje vizuri, lakini kama sisi tutaondoka, Mwenyezi Mungu atatuita, tukaacha maeneo haya, tusipokuwa na watu wa kurithi maeneo haya, unaweza ukakuta kanisa kama hili
halina waamini, kama nilivyobaini kule Marekani na Ujerumani. Walikuwa na makanisa mazuri sana, na tunaposema mazuri yanazidi uzuri wa kanisa letu tulionao, sababu wenyewe wamepiga vigae chini na kapeti chini, huku juu kanisa limepambwa vizuri sana, lakini unakuta makanisa hayo hayana waamini. Kwenye sikukuu, wakati kwetu, wakati mwingine si watu wakati wa sikukuu ndipo huwa anakuja, lakini unakuta kule Ulaya hata kwenye sikukuu waamini hawafanyi nini? Hawaji, kwa sababu watu hawapo, uzao haupo tena. Kwa hiyo ninawaomba wapendwa waamini, tuwe na uzao. Nadhani mnasikia kwamba makanisa mengi ya Uingereza yameishachukuliwa na wenzetu, na Ujerumani hivyo hivyo, na Uhispania hivyo hivyo. Ni kwa sababu watu walizembea katika uzao, na wenzetu wanahakikisha uzao wametilia maanani. Kwa hiyo ninawaomba uzao, muwahimize wale ambao bado wanaweza kuzaa. Wenyewe huwa wanasema kila mtoto huwa anakuja na nini? Na riziki yake. Sasa wengine watasema maisha ya namna hiyo sisi hatufanye nini? Hatupendi. Yaani risks za namna hiyo hatupendi. Lakini ukija kuangalia, mimi kwetu mama yetu tulikuwa 11, sijui wengine, lakini hatukupata shida. Kuna mifano mingi ambapo walikuwa wengi na Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amewatunza. Kwa hiyo ninawaomba akina mama, epukeni kutumia vidonge vya uzazi, na kama mnavitumia hakikisha kwamba haviharibu kizazi. Hilo linahitaji umakini mkubwa. La lingine, ninaona bahati nzuri tuna akina mama ambao ni wa vyama vya kitume. Kuna Moyo Mtakatifu wa Yesu, naomba tuamshe mkono. Lakini unaona tunaweza tukawahesabu ni wangapi? Moja, karibu hapa kuna 5, 7. Nadhani 7. Ninawaomba vyama vya kitume, na vyama vya kitume kinakuwa kiungo muhimu katika imani yetu. Na waomba hasa vijana, ni akina mama, vijana chipukizi, akina baba chipukizi, ingieni kwenye vyama vya nini? Vya kitume, muweze kujitakatifuza na kutakatifuza familia zenu. Sijui baba paroko, naona wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, kuna chama cha kitume kingine unaweza ukanitajia? Fatima, utume wa Fatima ndio nyinyi mliovaa. Utume wa Fatima, naomba muamshe mkono. Na washukuru sana. Reggio Maria. Na washukuru sana. Takatifu Ana. Wachache sana.
Bikira Maria wa magaya mshanju. Sasa hiki chama cha kitume ndicho tulikuwa tunapata miito mingi. Mapadre walio wengi wa jimbo la Bukoba wamezaliwa na hawa kina mama wa Bikira Maria wa mateso 7. Ni wazi sasa, na wengine sasa hivi wanaanza kuwa na watoto, lakini ninawaomba vyama vya kitume. Kwa hiyo baba paroko, ninaomba muendelee kufanya kampeni za pekee kuingia kwenye vyama vya nini, vya kitume. WAWATA nadhani na waona wako wengi. WAWATA wameanzisha kitu kimoja kinaitwa WAWATA chipukizi. Na nyie wa vyama vya kitume jaribu kuanzisha kitu cha namna hiyo. Tunakiruhusu muanzishe utume wa Fatima chipukizi. Kwa kiaya bagamabati obuyobo abunankabu bumire kababugizireki winenyana. Na waomba pia, na nashukuru, naona kuna watoto wa utoto mtakatifu, tuwapigie makofi. Lakini tungeomba watoto wote, sio hawa watoto tu, wote, na ikiwezekana hata kama mwanzoni anakuwa hana uniform, lakini anaweza akajiunga taratibu akaenda baadaye akapata nini, akapata uniform. Na wanapojiunga kwenye utume huu wa utoto mtakatifu, muwe na programu ya kuwafundisha. Kuna vitabu vya mwongozo wa utoto mtakatifu. Tunawaomba walimu wanaowafundisha muwafundishe watoto hawa. Kama tulivyokwisha sema, huenda nyumbani hawapati kitu chochote. Wanapokuja kuanza, mnapokutana, anza na sala za asubuhi, sala za jioni na mambo mengine. Kwa hiyo ninaendelea kuwashukuru na kuwatia moyo kuendelea kuwa na vyama vya kitume na hasa utoto mtakatifu. Ninawaomba pia muwe na utume wa familia. Utume wa nini? Wa familia. Lakini sasa hivi tunapoongea familia, Mungu wangu, kama nilivyokuja sema, tuna familia ya mwenzi mmoja, baba, mama na wengine hawafahamiki. Mme afahamiki, mambo ya uchumba ni kama watu wengine, hayo yalikuwa ni ya nini? Ya historia. Mambo ya uchumba yalikuwa ni ya nini? Ni ya historia. Lakini vitu hivyo vilitusaidia, na ndiyo maana tumepata sasa hivi matatizo makubwa, kwa sababu vijana wengi wanachukuana na baadaye wakishakaa pamoja muda kidogo, basi mambo yanakuwa ni mshike mshike. Ninawaomba wale ambao mnaona nafasi hiyo, itumieni kujenga utume wa nini? Utume wa familia. Na nadhani hili tutaendelea kulifanyia kazi.
kuona kwamba familia zetu zinakuwa walau, yani pawepo kitu kama kinachoitwa familia. Wengine familia hazijulikani, ni watu wachache wanaoishi mke na mme. Wengi wanafunga ndoa lakini wanatengana baada ya siku 2 au wiki 3, na wametumia gharama kubwa ya mapesa. Ndoa zinakuwa za gharama kubwa lakini hiyo gharama, unajiuliza, wameingia ndoa kwenye gharama kubwa, lakini ndoa yenyewe inakuwa wakati mwingine hata haipo. Hilo tutaendelea kulifanyia kazi, kureba obuge bwaki bwe familia. Kwa hiyo ninawaomba, mnapokutana kwenye jumuiya ndogo ndogo, mnapokutana kwenye vitongoji vyenu, muendelee kuangalia jinsi mnavyoweza au tunavyoweza tukaboresha utume wa nini? Utume wa familia. Na kuomba, wakati fulani nilikuwa nafikiria labda tungeweka sala maalum, na tutaiweka kijimbo, walau kuombea nini? Utume wa familia, kama tunavyowaombea mapadre. Na huko kwenye jumuiya ndogo ndogo wawepo sala ya kuombea nini? Utume wa nini? Utume wa familia. Kwa sababu tusipokuwa na familia nzuri, hatutakuwa na familia nzuri baadaye, hatutakuwa na mapadre, hatutakuwa na nini? Na watawa. Bagamba bati akatikatera mukabaro ko kabonoka giraki ukatwise kibanga. Sasa mimi mambo hayo nimeyaona wapi? Kule Ulaya ambako nilikuwa nikifanya utume. Unaona kwamba waliharibu familia. Kwa hiyo walipoharibu familia na mambo mengi yamejitokeza. Ndiyo maana unaona na mambo kama ushoga yanafanya nini? Yanaingia. Kwa sababu familia zilifanya nini? Ziliharibiwa. Omuntu nalerwa ishewenka. Mtu akielewa na baba yake peke yake anakuwa na kasoro fulani. Akilelewa na mama yake peke yake na yenyewe inakuwa ni kasoro. Kwa mfano, mimi nilikuwa Ujerumani, nilifika parokiani mwaka 2008. Nilifika parokiani, kulikuwepo paroko. Sasa yule paroko hata na kusema karibu mimi naondoka na kwenda kwenye likizo, kumba alikuwemo. Lakini hata siku moja akuja hata tusalimiane. Tulikutana kwa bahati mbaya, nilikuwa ofisini, tulikuwa tunaongelea, kulikuwa pametokea msiba, ndo na yeye nilipata nafasi ya kumuona. Na niliuliza, kumbe paroko yumo, mimi nilizani hayupo. Lakini nilipokuja kusikia Mkristo mmoja akaniambia, akasema huyu yani alilelewa na baba yake peke yake. Asema obuntu kwa kawaida takizireki tainabo. Ishe akabali mkali na wenene hivyo hivyo mkali. Kwa hiyo Wakristo walishajua, walishapeleleza hata alizaliwa wapi, sehemu za Regensburg, na huko alilelewa na baba yake peke yake. Na walikuwa wanasema ana urafiki wowote na watu. Yaani kila mtu anamuona adui nini na nini basi.
akipata mchanganyiko wa nani, baba yake na mama yake walishatengana. Sasa na huyo ndiye ameingia nini, upadre. Sasa unakuta na wale waliolelewa na akina mama na wenyewe kasoro zipo. Okugire Eliana no kwebiringinja. Burikanya no mshangao ashuntamire, na wamesema wataalamu wa saikolojia kwamba kule Ulaya shule hawa watu wa mapenzi ya jinsia moja wameongezeka kwa sababu shule nyingi zinaelelewa na akina mama. Hao ni wataalamu wa saikolojia. Sema wameongezeka hasa wanaotaka kuolewa, wanaume wanaotaka kuolewa. Kwa sababu wamelelewa wengi, shule nyingi zina akina mama. Kwa hiyo tabia ya kike ndio imeingia kwa hawa vijana ambao wanafanya nini? Wanafundishwa. Kwa hiyo ebisiga zina yebonali mkazi. Bisiga zina yebonali zile ali mkazi. Kwa hiyo Mungu akuwa mpumbavu. Sauti ya baba na mama zinafanya nini? Zinahitajika. Ugambo cyo mukazi agende ndabye kolera oramanya anga omushaija kindi kumwetaga shaija kyanyisa kironki njuma naki, lakini Mungu akuwa mpumbavu aliyewaumba mwanamme na mwanamke. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaomba hilo tuliangalie. Kwa nini? Kwa makini. Mliangalie kwa makini kwamba baba na mama wanahitajika katika familia, wanahitajika kujenga jamii. Ninaomba hilo na lenyewe tulizingatie. Abantu abayikutengananga bayikukyangana kuhakikisha bagiraki bashubanganao kazi ya yanga naga bajabara muri mishango chonkambweno ile bitaki aliyo kuramura bakabayiku gonza kunanka babitwaro mkoti basi oshanga bagi zireki batengaine basi mambo ya ajabu. Nabandi mbakwira yo kushayibisha ngo twagambire bataina kantu konake dini mbakwira yo kushayi taimu kantu konaka itaamwa ke dini mbona wano bano utegemea. Na hao ndio tulionao katika taifa letu, na mnaona matokeo yanavyokuwa. Wapendwa waamini, ninawaomba pia tuendelee kudumisha utume wa jumuiya ndogo ndogo. Na jumuiya ndogo ndogo kiwe ni kisiwa cha sala, kusaidiana mnapokuwa na shida. Hizo ndizo ziwe mihimili: sala, kusaidiana katika shida za ndoa, katika shida unapokuwa na misiba, unapokuwa na labda sherehe za kuoza za ndoa au kuolewa. Yaani Ukristo wenu uonekane katika jumuiya hizo ndogo ndogo. Na juzi tulipokuwa kwenye mkutano pale Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, walituomba hata jimboni tuwe na mtu anayeratibu jumuiya ndogo ndogo, lakini bado hilo kupitisha, ila kwa kuwa mimi nilikuwa kwenye kikao hicho
maaskofu hawajakutana kupitisha, lakini lililetwa wazo kutoka kwa miongoni mwa waamini kwamba katika jimbo pawepo mtu anayeratibu jumuiya ndogo ndogo. Kwa hiyo mababa paroko na padre msaidizi, hilo mwanze na nyie kuliratibu, kutembelea jumuiya ndogo ndogo na kuwaimarisha watu kama ilivyokuwa inafanyika, lakini labda inaweza ikapangwa zaidi utume huo ufanyike namna gani. Tunaomba tunapoona nchi nyingine zinapungukiwa na miito. Sisi kwa bahati nzuri sasa hivi tunao mafrateri, tuweka na wale ambao wako kwenye mwaka wa malezi, tunao mafrateri 84. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ingawa jimbo kuu la Mwanza wenyewe wanao mafrateri 120. Tunaomba muwaombe ambao wako kwenye malezi waweze kwenda mbele na wasirudi nyuma. Lakini kwa kuwa tunaangalia mbele mara kwa mara, kanisa letu litakuwaje? Tunawaomba kila parokia pawepo chama cha miito. Noshangambwe mwali mchane mkebyo kubundura aiye abaikuja kujao utabada gonza ujao utabo abandi babakwasa abandi kibayo giraki kibayo kubakwasa wanawapata, lakini wengine hawafanyi nini? Hawapatikani. Kwa hiyo tunaloliomba sasa hivi ni kwamba kianzishwe chama cha kitume cha miito, na sisi tulianza hivyo. Nakumbuka pale parokiani Ishozi kilikuwepo na Father Baba Paroko, bahati nzuri unakifahamu vizuri sana, na wewe ulishiriki katika kulea chama hicho. Kwa hiyo ninakuomba chama cha kitume hicho na wewe ukiasisi hapa cha miito, tuweze kuwa baadaye na watoto wengi ambao wanaingia miito mitakatifu. Bado mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni nini? Wachache. Hilo mlitambue kabisa kabisa. Tunahitaji miito, tunahitaji vijana wengi waweze kuingia miito mitakatifu. Sasa hivi ukienda Ulaya wanakimbilia bara la Asia, hasa India na Afrika, na nina imani kwamba vijana wetu hawa ambao ni mafrateri na hawa watoto wadogo baadaye ndio wataenda kupeleka dini huko, sababu kimtekia mbele bakaite familia kibaki na bani. Labda Wajerumani sasa hivi ndio wameanza walipiga hatua moja nyuma, sasa hivi ndio naona wanakazana kidogo, lakini ni kwa wachache kuwa na watoto wameanza kukazana, na Waaustralia wameanza kukazana kuwa na watoto, lakini ni baada ya kuona tunakwenda wapi. Nchi yetu itachukuliwa na Wasaracheni. Wasaracheni ni wale watu waliokuwa wamechukua Uyahudi kutoka nchi za sasa hivi za Irani na Iraq. Sasa na wenyewe wanaona hao wageni wanaokuja hawatawaacha salama. Kwa hiyo sisi tusingoje kufika huko. Ndio maana tunaomba chama cha kitume cha miito mkianzishe. Lingine na la mwisho, kujilinda na madhehebu na hizi dini ambazo tunaita dini za wafanyabiashara. Dini za nini?
Hakuna dini hizi mnazoziona madhehebu haya yanayokuja, mengi yamekuja kufanya nini? Udalali wa biashara, sio dini. Ingawa watu wakiwa na matatizo nadhani watamsaidia, hawatamsaidia. Kama mnavyoona mwaka huu mvua ilikuwa imechelewa, lakini ndio ilianza kunyesha kidogo. Lakini mnakumbuka mwaka jana alikuja mtu, alikuwa na maji yalikuwa yanachotwa pale Kietema, alikuwa na udongo, alikuwa anaupata pale Kemondo na Kietema. Mtu anawadanganya watu kwamba ana maji ya upako. Udanganyifu mkubwa sana. Na maji ya nini? Ya upako. Kumbe ni kupoteza nini? Ni kupoteza amani. Mimi najiuliza, wakati wa jua kali yule baba hakuonekana. Kama mnakumbuka mwaka jana alikuja wakati wa mvua pale. Na inawezekana mvua akisikia kwamba imepamba moto atawaletea tena maji ya upako. Na wengi akina mama ndio nilikuwa naona nikiwa pale cathedral, ndio nilikuwa naona wanateremka wengi kwa wingi pale. Kwa hiyo unajiuliza kwa nini huyu mtu anakuja wakati wa masika na sio wakati wa jua kali? Kwa hiyo wajinga ndio waliwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie haya madhehebu yanayokuja yatukute tuko imara katika imani yetu. Sisi kama kanisa Katoliki tunayo sakramenti. Bwana wetu Yesu Kristo anatungoja kila siku hapa kusikiliza sala zetu. Tunayo misalaba, tunayo watakatifu, novena za watakatifu na nini, lakini tunaanza kuhangaika kumwacha Bwana wetu Yesu Kristo hapa na kuanza kutangatanga. Na mwisho wa yote, sijawahi kuona mtu aliyeingia kule akadumu. Wengi huwa wanaenda kule wanapoteza mali zote walizonazo, alafu baadaye mwishoni Mwenyezi Mungu anawaita. Tusiende kutangatanga. Dini ya kweli ni ya Ukatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.